Wamama mukuje. Mwihangane muve. Turabakeneye, abakobwa turabakeneye, abadamu turabakeneye. Ni karibu muze. Wamama wadada karibuni mukuje. Mukuje karibuni. Wamama kule ngambo mukuje karibu kwetu mukuje. Mukuje karibu. Wamama dada karibuni kwetu mukuje. Wamama kule ngambo tunahitajika mukuje karibu mukuye mnahitajika. Kuganire nawe twaje kubasura turabakunda mose ni karibu. Viva! Nenero oye! Territoire Masisi oye! AFC 23 oye! Sasa kwa kuanza mkutano wetu, tunaanza mkutano na wimbo wa taifa. Nadhani watu wote hapa wanajua wimbo wa taifa. Ni kwa kuonesha kama tunaheshimu taifa, na tutalomba wote ambao wanavaa makofia wazitoe na wote ambao wanaikaa wasimame ili tuimbe wimbo wa taifa. Asante sana taifa. Munasikia kuna mikataba ambao zishakuwa walishatia kusinyatia des accords cadres zenye zitaleta accord global. Mnaona kwenye tuko naendea sisi M23 tutaki vita, tunalenga amani, tunafanya amani na mtu mwenyewe anapenda tufanye amani naye, lakini wakaendelea kutuchokoza, tutaonesha jinsi tunajua kujitetea. Kujitetea sisi tunajua sana. Wakituchokoza tuko ku 1 km, lazima tumufikishe ku 100 km dimwe. Unatuchokoza ku 1 km, uko hapa mwile milima nyingine naona Mushaki, tutakufikisha kule Katoi. Ndiyo, sisi hatutaki vita. Hii ni wakati ya kujenga amani kwetu. Vita inabomoa, vita inaua. Ndio maana tuliitika tukaenda Doha tutafute amani na Tshisekedi. Lakini Tshisekedi akijiona mjanja kutushinda, tutajitetea. Kama apenda tufanye amani naye, tutajitetea. Lakini akipenda tufanye amani, turespekte maakord kabisa kata ichapa naye. Kuna hata siku moja Mai au wazalendo watakanyanga hapa Nenero. Nadhani ile njoga mko nayo. Pamoja wanasema ase kulikuwa makubaliano kati ya guvernema na AFC M23. Ase hapa M23 natarudia kule Msabjinyu. Napenda niwaambie wakazi wa Nenero, wakazi wa Katabiro, hakuna hata siku guvernema kanyanga hapa tena. Karibu mtazamaji wa MTV Online. Leo tupo kwenye milima ya Nenero. Nenero ni mojawapo wa vijiji vya Masisi magharibi mwa mji wa Sake, Kivu Kaskazini. Zalendu fagia, Adefnaru fagia, Adefnaru fagia, M23 songa mbele. Moja mbili tatu. M23 songa mbele mpaka wapi? Kinshasa. M23 haikukamata silaha shuku itafuta mashamba. Jibu ni hapana. M23 haikukaa itafuta maparcelle, jibu ni hapana. M23 walikuwa sema ni ya Banyarwanda. Eski realite be mulishaona ni ya Banyarwanda kweli?
Jibu ni hapana. Alors, kukamata silaha ya M23 ni kusudi kila mkongomani akuwe na amani. Mkongomani atembe utoke hapa, kama utenda Butembo usisikie kama uko mkongomani. Mtu wa Butembo toka ende nani Bunyakiri awe ni mkongomani. Utoke hapa ende Kinshasa ukuwe mkongomani. Si ni vile? Alors, njoo ile yenye tunapiganisha kitu banaita ubaguzi. Baka kangu bandugu yangu M23 kita ubaguzi ile hatutaelewana. Tunapenda kila mtu ajisikie jinsi Mungu alimubaka aishi vile. Si ni vile? Ndio. Alors, njoo ile ni richesse. Njoo maana mission yetu kutembea kila fasi. Tunatembea ma territoire za mingi ili tuambie mtoto mkongomani kama hii nchi ni yenu, haiko ya wageni. Tunasikilizana? Hii ni nchi yenu, sema nchi ni yangu. Hakuna mwata kutosha mwe mwingine papa. Muliona hapa walibabagula bagula, wengine walipigiwa, wengine waliua. Mulisikia bado lipita hapa, bako na lungusa watu, juu ya suna. Balikuwa nasa ni watu, muluba, bali mulunguzia. Kwa yake ni mtusi. Wakamuchinja, wakamuchoma, wakakula. Eskili ni hali vraiment? Pays mzima vraiment watu wateza kulala kama nyama. Si ni ujinga hii. Ba politisi walitutia ujinga ya division. Ndio maana sisi tunapita kuambia division hapana. Tunapenda umoja wa mkongomani. Na ile umoja ndio itatuletea amani. Na ile amani ndio development. Hakuna nchi yenye itaweza kujidevelope bila amani. Mwile amani ndio kwenye utatoka hapa uende kwa kazi fasi yote. Kama hapa vinashindikana, una shamba, unaenda Walikale, unaenda chimbua minyare, uso tunaenda lima shuko kwa mapori mingi sana, shuko mkongomani unajisikia huko, si ni vile? Ile ndio mission ya M23. Pale mimi nagusia ile neno moja na mimi najua mwenzangu timu leader atakuwa anaongelea maneno mengine. Kwa hiyo mpendane, mwache vitu ya matribas, mutumike, je mjidevelope nyepeke. Si ni vile? Na Mungu awabariki. Ndiye sana kamarade Serinde Kesika ujumbe wake kwa hotuba yake nzuri ya kuwahimiza tena kukua na umoja. Umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu kwa sababu adui saa yenye anapenda akupiganishe, anakuletea habari ya kutengana na ndugu yako, habari ya kutengana na rafiki yako. Anapenda tumalizani. Ndio maana mliona Tshisekedi kuliko ashenge masomo hapa Nenero, kuliko ashenge hospitali hapa Nenero, aligaula njoo masilaha mabunduki. Akapatia vijana, akapatia wadada, akapatia wapapa, anasema mwende muoane. Ndio yeye Tshisekedi alikuwa anatupatia nini? Hakutupatia masomo, hakutujengea barabara. Muone hii barabara gizi leo inakuwa praticable. Gari nafika. Mimi njoo ya kwanza mimi nafika hapa Nenero. Njoo ya kwanza mimi nafika hapa Nenero. Mimi nazaliwa Goma. Mimi nakomalia Goma. Mimi nafika hapa Nenero, mimi nasikia ni raha sana. Mimi nafurahi kuona ndugu wangu wa territoire ya Masisi, vijana wiko hapa wengi. Kwangu mimi nasikia raha. Lakini wakati ya Tshisekedi ni kama sio tunyanyisha mguu hapa. Vitaanza hai, napita wapi? Jua nini? Hakuna barabara. Na ndakuyafanya nini? Lakini leo mimi nafika mbele yenu kuwazungumzia kwa sababu chama ya AFC M23 inapenda kusogelea wakaaji, kusogelea kila mtu kwenye iko, tupate mazungumzo. Wandugu wa Nenero, eske depuis hii marejimo tenye lipita yote ishakapita, mulisikia gouvernement provincial inatumana watu wakiwa angalie watu ya Nenero wajue kama biko na shida gani na wasikie malalamiko. Mulisikia bishakafanyika? Bilikuwa byafanyikaka. Alors, kwa hiyo wandugu wapenzi, mimi naweza walomba tushangilie chama cha AFC M23 kwa hii kazi iko wanafanya. Tushangilie chama cha AFC M23. Na mbele tumpokee Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Nenero itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Masisi
itajengwa na nani vijana? Sisi itajengwa na sisi wenyewe. Eneo hili lipo mikononi mwa ICM 23. Juvenal ni mkuu kiongozi wa Mobilization Kivu Kaskazini kutoka ofisi ya uongozi wa Bahati Erasto Musanka. Juvenal aomba wakazi wa eneo hili kuwa watulivu. Sisi tumekuja hapa tumewakilisha diwani wa jimbo. Diwani wa jimbo alituambia tukifika hapa tuwasalimu na tuwapatie pole kwa magumu ambayo mlipitia hapa. Shangilia tena kwa hotuba nzuri ambayo zimepita. Asante. Nimekwisha jitambulisha kwa majina. Atuka mimi nafurahi sana kufika Nenero. Nenero ni fasi ambayo iko na historia ya kwake na hatuwapita mateka. Sisi tumekuja hapa tumewakilisha diwani wa jimbo. Diwani wa jimbo alituambia tukifika hapa tuwasalimu na tuwapatie pole kwa magumu ambayo mlipitia hapa. Kwa sababu watu wengi hapa walikuwa wakimbizi huko Goma, huko Mugunga. Chama chetu cha M23 kikawarudisha nyumbani, na ndio maana tumekuja kuona hali yenu kwa sasa, hali yenu iko namna gani, na tunafurahi kuona kabisa bilima yote mko mimea. Hiyo ni indice ya kuonesha kwamba kabisa mmefika salama. Tukaribishe chef de cité adjoint wa Sake ambaye yuko miongoni mwetu, umchape makofi. Karibu sana pande. Asante. Diwani wa jimbo hakuwasahau, ndio maana tumekuja hapa. Tumekuja hapa na maobjektife 2 au 3. Tumekuja kuongea na nyinyi. Uongozi wetu unapenda uongee na raia, tujue shida zenu. Hapana kuwakia tu mwabiro kule Goma. Unaona chef de stage wena ametoka Sake amepanda vilima amekuja hapa ni kusudi tusikie hali yenu. Nimesikia hakitu sitakanyamanzia. Nataka sema sasa hivi. Nimesikia kwamba vijana hapa wanaogopa kufika ku meeting eti watawakamata ukingufu. Hauwezi kamata mtu ukingufu umutie kwenye jeshi uwaze kwamba atatumika kazi mzuri. Hapana. Na bunyumba ya kukaza inapomokaka tu. Sisi tunajua hiyo. M23 inajua hiyo. Haiwezi kamata mtu ukingufu. Ile ni ya kwanza. Nimesikia kitu kingine. Unajua sisi hatuna mablagi. Nimesikia kama kuna kama local defense, kama jeshi zetu ambazo zina precipitate na masukuma raia. Kama vile vitu viko hatutaki. Na kama biko mtabisema hapa, tumekuja kuzungumza na nyinyi. Kama banyumba 10 kupanda mpaka kwa wanajeshi wetu wanawatrakase. Mubiseme hapa, tupate solution. Tumekuja kuzungumza na nyinyi, tuhakikishe kwamba muko salama. Tulifukuza mabandi, hatutaki muishi maisha saa ya mbele. Lazima muone utofauti wetu na hao mabandi ambao tumekimbiza hapa. Sisi raia ni mali yetu, ndio mtu ambaye tunapaswa sekiriza kushinda kila kitu. Mulisikia kwamba wale wa jimbo alisema kwamba hao watu kama huku kuna kuwaka watu wa kuchuza mainite, kuchuza karbira, kufanya nini tora, bali watu wapate ndio wapate mpataxo. Huku mnachungaka na matelefone. Karbira hapana na mainite hapana. Okay. Lakini sisi lengo letu ni raia kabisa jisantire kwamba amekombolewa. Ndio maana tunakuwa kuongea na nyinyi kusudi mtuambie bwana, viongozi ambao mmetuwekea wanatutumikia mzuri, lakini kuyi kitu hatuelewane nao. Tukitatue pale pale. Hapana kuwanyanyasa.
Wenzangu ambao wameongea wamegusia kwa kitu ya ubaguzi. Ubaguzi sisi hatutaki na tunaigombanisha na mtu ambaye iko na ile mbegu ya ubaguzi, hatumtaki kabisa. Unajua hii Nenero kusudi mfike Goma nilikuwa navuka Sake. Sake wenyewe ilikuwa na kwamba kule ilikuwa ni calvaire. Ingaliki tena bagari wa matrakase tena. Hiyo ndio uongozi bora. Hiyo ndio bonne gouvernance ambayo sisi tunataka. Kama kuna trakase zote munjia mnazisema, ndio maana tumefika hapa kusungumuza na nyinyi. Usikuwe viktime ya lugha ya kwako, usikuwe viktime ya jinsi Mungu alikuumba, usikuwe viktime ya familia ambayo umezaliwa ndani. Hatutaki ile. Lazima tujisantire tukuwe fier ya kuishi mwinchi yetu na tuifurahie. Hiyo ni ya kwanza. Ujumbe ya pili ni kwamba kuna wakaka zetu, kuna wa petit frère, wa grand frère ambao walikuwa wazalendo kule. Liwali wa jimbo ametuambia kama kuna hao wazalendo, mzalendo haiko adui ya AFC M23. Hapana, ni kaka yetu, ni ndugu yetu, wakuje wajiripoti. Wazalendo walifanya mabaya mingi sana, bako za mahano menji, baliwa manguruwe, baliwa makuku, baliwa mangombe, waliwa vikwembe. Ile vitu yote nye walishafanya, kwa watanaja kwa walishasamehewa. Generali Sultani Makenga alisema kwamba wote wamesamehewa. Kusikue kitu yenye inaweza funga ndugu yetu mzalendo kutokujiripoti. Yuko nasema mbona nilibaka mbuzi ya watu, nikifika kule habata nilipisha. Hapana, sisi tulishawasamehe. Kama wako miongoni mwetu, karibu kwao. Mzalendo FARDC onieba kukamate servisi zetu zikulogote pale saa chawa, na tukukamata kama adui. Sisi wenyewe tukutosha kule mstrateji zetu, utakufunga. Onieba kukamate uende fungiwa na uadhibiwe. Tunapita usiku pita makata mbalimbali mumingini mbalimbali kusudi tuambie wale wazalendo wakuje na ingali mbele. Tunasema hivi, basi badanganye. Tshisekedi hata rudi hapa. Hapana, hata rudi hapa. Wale ambao wanawaza kwamba wazalendo tena watarudi hapa, basahabu bali kurota bahagaze ntaho bizava, ntaho bizahera. Sisi tuko hapa, hatutatoka twende fasi mpaka Yesu atarudiaka. Kuitika ni kushokoa wewe mwenyewe, kubikatala ni kujiua wewe mwenyewe. Kama hauamini ile kitu, wewe peke unajisustraire kwa kazi ya ukombozi ambayo tuko nafanya. Hawatafika hapa. Na niwaibie kasirika kidogo. Mnasikia kuna mikataba ambao zishakuwa walishatia kusinyatia des accords cadres zenye zitaleta accord global. Mnaona kwenye tuko naendea. Sisi M23 hatutaki vita, tunalenga amani. Tunafanya amani na mtu mwenyewe na pia tufanye amani naye. Lakini wakaendelea kutuchokoza, tutaonesha jinsi tunajua kujitetea. Kujitetea sisi tunajua sana. Wakituchokoza tuko ku 1 km, lazima tumufikishe ku 100 km dimwe. Unatuchokoza ku 1 km, uko hapa mwile milima nyingine naona Mushaki, tutakufikisha kule Katoi. Ndiyo, sisi hatutaki vita. Hii ni wakati ya kujenga amani kwetu. Vita inabomoa, vita inaua. Ndio maana tuliitika tukaenda Doha tutafute amani na Tshisekedi. Lakini Tshisekedi akijiona mjanja kutushinda,
tutajitetea. Kama apeni tufanye amani naye, tutajitetea. Lakini akipeni tufanye amani, turespekte maakord kabisa kata ichapa naye. Kijana mwenzangu ambaye ungana na fichama, sisi tunasemaka tunaarifu, kisha kuarifu tunaadhibu. Hatuwezi kuya kamata ule mzalendo na tuyamwarifia. Hatukutoka Goma tupande milima kukuya fanya mablagi. Hapo twaje munere. Tumekuja sababu tuko na ujumbe. Kama wewe uko mzalendo unafichama pale, hii ni wakati yako ya kupita hapa mbele, tutakusamehe. Utakuwa mtakatifu kushinda matakatifu yote. Usizite. Haina probleme. Mnajua mzalendo ni nini? Mzalendo ni civile, msivile mubisi mwenyewe alikamata wakampatia silaha. Kuja hapa Nenero sababu Nenero ni mahali ambako kuna historia yake ya kibinafsi ya ukombozi. Hapa kulikuwa vita ilisababisha population hapa ikimbilie Goma. M23 imerudisha population ya Nenero nyilikuwa mkampi Goma, imerudisha hapa. Ndio mkuu kiongozi liwali wa jimbo alisema twende tuone ile population, tujue kwamba ilifika salama, tujue eske wanalima wako na mashida gani, na osikuongea na vijana kuwahimiza wajiunge kwenye jeshi letu la ARC M23. Ndio, kwa nini unahimiza watu waingie kwenye jeshi na kuwaambia hamkaze watu? Ndio, hatukaze watu sababu sisi jeshi letu ni wa professionnel. Ukikaza kijana hata tumia kazi vizuri. Unajua vijana wengi waliwadanganya wakaingia katika kizalendo. Hao vijana ambao walikimbia kizalendo wakuje kwetu tuwapatie formation ya kweli. Inaonekana kwamba wako na sofa ya kuwa wanajeshi. Alafu sasa tunawahimiza wakuje kwetu tuwatrain, tuwapatie formation yenye inafaa watumikie nchi yao na wako na formation mzuri. Swala lingine, kwa nini unasema watu wajenge umoja hapa? Unajua umoja kabisa ndio nguvu. Serikali ambayo tulifukuza hapa ya Tshisekedi ilikuwa inabomoa watu. Sisi tunakuwa kujenga watu waishi pamoja. Sisi wote tujenge Kongo nyipya ambayo haina ubaguzi ya makabila. Ndio safina inajengewa hapa kwetu. Tunaendelea kuwahimiza sababu qui veut la paix prépare la guerre. Tuko kwenye mazungumzo, sisi tunapenda amani. Lakini mtu mwenye iko in front of na sisi hatumwaminie. Anageuka saa atmosfere. Alafu tunapaswa kujipanga, akipenda tujenge amani naye tutajenga amani naye. Akipenda kutushambulia tutamwonyesha jinsi tunajua kujitetea. Unasema Kongo itajengwa na nyinyi? Ndio, Kongo itajenga na sisi wenyewe. Mtu wa mbali wa kutoka siwe Makasai nini hawezi kujengea kwetu jinsi tunahitaji. Sisi ndio tunajua magumu yetu, na kujua magumu yetu tunajua wapi ndio tunaumia na wapi ndio tutatosha dawa juu tujitunze. Ndio maana tunasema Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Ni vijana wa hii eneo, ni vijana wa Kongomani watajenga nchi yao wenyewe. Hivyo pamoja na vijana kushiriki ujenzi wa eneo lao, kwa sasa Kongo litajengwa na wakongomani wenyewe, kwani mataifa mengine yamekaa DRC bila kufanikisha amani na usalama. Nenero ilishuhudia mapigano makali siku zilizopita, kama anavyosema kiongozi wa mobilization. Itajengwa na sisi wenyewe, na sisi wenyewe, iyo, na sisi wenyewe, iyo, na sisi wenyewe, iyo, na sisi wenyewe, iyo. Nazani hapa Nenero Katabiro kuko wenye wangaliki maila se, kesho FARDC itarudia hapa, wazalendo watarudia hapa, wamaimai watarudia hapa. Mungaliki maila huko. Napenda niwaambie niwahakikishe kama hakuna hata siku moja FARDC itakanyanyaka hapa. Hakuna hata siku moja. Hakuna hata siku moja maimai au wazalendo watakanyanga hapa Nenero. Nadhani ile njoga mko nayo. Pamoja wanasema ase kulikuwa makubaliano kati ya guvernema na AFC M23. Ase hapa M23 natarudia kule Msabjinyu. Napenda niwaambie wakazi wa Nenero, wakazi wa Katabiro,
hakuna hata siku gouvernement kanyanga hapa tena. AFSM 23 Nenere oye. Kusudi tufike hapa tulipafika kwa damu. Na ndio maana tuwezi kubali hiyo damu ikufe bure. Sasa tutatoka kwetu twende wapi? Tutatoka kwetu twende wapi? Sasa ndio maana nawaambia wakazi wa Nenero, ile oga ambayo mko nayo mjitoshe ndani. Hapa tuko kwetu na tutatoka kwetu, tutaendelea mpaka Kinshasa. Tulikumvikana na abaturage ba Nenero. Amashime. Mumupigie vigelegele mingi sana. Chama chetu kina nguvu sana. Chama chetu kina nguvu sana. Chama chetu kina nguvu sana. Chama chetu kina nguvu. Asante sana mpasha habari. Majina mimi ni Safari Makuza, nikiwa msimamizi wa wakadre politike mteritwari ya Masisi na niko chef de state adjoint wa Rubai. Asante. Unaona hii Nenero, Katabiro, Marehe, hapa ni eneo ambayo ilikuwa na shida sana. Wa FDL walikuwa wanabaki hapa, wazalendo wa Maimai. Watu hapa waliteseka sana, waliua watu, walipola mali, walivyore, mambo ya mubaya sana. Na ndio maana mimi kwanza nafurahishwa kufika hapa kwanza kwa Nenero na nikikutana wakazi. Hii milima yote ilikuwa inayala. Sasa kuambia wa vijana waingizane kwenye jeshi ya ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, ni kusudi wajitawale au wenyewe. Tena watawale nafasi zingine. Jua hapa kuko historia mingi sana ya hii mwingine ambayo tunasimamia. Nenero ina historia gani mbaya ambayo nzuri unaijua? Na kuambia hii Nenero yenye unaona, hii ilikuwa edikota za wa FDL walikuwa wanabaki hapa. Mimi mwenyewe kuna wakati nilifika hapa kulikuwa mashida. Na kusudi tutoke hapa ni Mungu wa mbinguni. Ile wakati Warundi walikuwa wakishirikiana na FARDC, wakishirikiana na FDLR. Depuis ile siku ndio niko narudia. Na ndio maana nafurahishwa kuambia wa vijana wa Nenero wajitowe kama wa vijana wa fasi zingine na waungane na chama ya AFC M23 kusudi tuende pamoja kwa safari ya kugomboa wakongomani ambao wanateseka vile kama hapa Nenero walikuwa wanateseka msiku za kupita. Na kwa nini unafundisha watu ubaguzi wa kabila kuepuka? Asante sana. Maana kufundisha watu kuepuka mambo ya ubaguzi wa kabila. Ukabila ulitufikisha mbali. Ukabila walitia mu wakongomani. Wakongomani wakeuana, wakongomani wakiteseka. Ndio maana hatupendi hiyo mambo ambayo ilipita. Ikuwe historia kusisi wa Kongomani isturudirie tena. Ndio watu wajenge umoja. Tujenge umoja. Kama watu wanajenga umoja, hakuna ubaguzi inaweza kuingia kati ya wale wakazi ambao wanajenga umoja. Jua hakuna kitu kingine kinashinda umoja. Umoja ndio nguvu. Unachoogopa kwa ukabila ni nini? Asante sana. Unaona kitu ambaye naogopa kwa ukabila. Mbele walikuwa wanafundisha kama watu wa hapa aseni wa Nyarwanda. Basi tuko wa Nyarwanda, tuko wa Kongomani. Wanasema sema unaona ile kabila ni kabila mbaya, kabila Watusi. Ase kabila watu ni kabila mbaya, kabila watu ni kabila mbaya. Ndio maana tuepuke mambo ya ukabila, sisi wote tuko wa Kongomani na tukue mtu mmoja. Tumealikwa kufika hapa kuhusu mwaliko wa delegation kutoka Goma na wengine kutoka Masisi territoire. Ndio, mmesikia nini? Tumesikia sensibilisation kuhusu usalama. Muda ambao ulipita hatukukuwa na usalama, lakini kwa sasa usalama ilishaanza onekana na tumepata sensibilisation ile ambayo italeta usalama ya kudumu ndani ya mwingine yetu. Kwa majina ni Daniel Obed,
nikiwa protection civil hapa Nenero. Habari hapa. Niko na kusemesha. Bari kukuvugisha. Siku yake tate. Bari kukuvugisha. Mzuri. Habari. Mzuri. Hapa maisha iko namna gani? Maisha yangu ni ya mubaya, wana niko mgonjwa hapa siku yake. Nikutapika damu. Unaomba nini? Unaomba nini? Tenye Mungu mnaweza nipa kile tote. Bo tunahitaji amani. Ile moja tu. Na nyingine? Ni amani tu. Amani tu. Sawa.